Ndani ya Kalehe, mwanamke na watoto wake wawili wafariki katika mapigano ya wazalendo na M23. Huko katika jimbo la Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Kalehe kufuatia mapigano mapya kati ya wapiganaji wa wazalendo na wanachama wa AFC M23. Mapigano hayo yaliripotiwa Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka 2026 katika eneo la Bunje ndani ya groupement ya Ziralo, sheferi ya Bahavu katika teritwari ya Kalehe. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, mapigano hayo yalisababisha vifo vya watu wasiopungua 3, wakiwemo mwanamke mmoja pamoja na watoto wake wawili. Watu wengine kadhaa pia wameripotiwa kujeruhiwa katika tukio hilo. Taarifa zinaeleza kwamba mlipuko huo ulitokea baada ya bomu kurushwa kutoka upande wa mstari wa mbele wa mapigano kuelekea katika eneo la Bunje kwenye akse ya Mpanama Chibikere kuelekea Katale. Bomu hiyo iliripotiwa kuanguka katika eneo lenye makazi ya watu na kusababisha madhara kwa raia pamoja na uharibifu wa mali. Vyanzo vinaeleza kuwa kwamba mlipuko huo ulitokea wakati ambapo mapigano yalikuwa yakiendelea kati ya pande mbili zinazopigana, yaani M23 na vikosi vya wazalendo. Idadi ya watu waliopoteza maisha imeelezwa pia na mamlaka za kijeshi. Katika taarifa yake, Luteni Rega Mbui Kalonji alilaumu kikali kile alichokiita muungano wa RDF, M23 na AFC kwa kurusha mabomu katika maeneo yenye watu wengi. Kwa mujibu wa afisa huyo wa jeshi, mabomu kadhaa ya aina ya mortar yenye milimita 82 yalirushwa bila kulenga kwa usahihi maeneo yenye wakaaji wengi. Madai hayo yanatolewa na upande wa kijeshi na yanapaswa kuchukuliwa kama taarifa ya upande huo kuhusu kilichotokea. Tukio hilo linaonyesha tena hatari ambayo raia wanakabiliwa nayo kutokana na ukaribu wa maeneo yanayodhibitiwa na makundi yenye silaha na yenye kupigana katika eneo ya Kalehe. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, sehemu ya chini ya Bunje inashikiliwa na wapiganaji wa wazalendo, wakati sehemu ya juu ya eneo hilo inadhibitiwa na wanachama wa M23. Mgawanyiko huo wa udhibiti wa eneo umekuwa chanzo cha mvutano, hasa kwa sababu ya ukaribu wa maeneo ambayo pande hizo mbili zinaweka nafasi zao. Mapigano yameripotiwa mara kwa mara kati ya sehemu hizo mbili ndani ya teritwari ya Kalehe. Hali hii imekuwa ikiwalazimu na kuwalazimisha raia kuishi katika mazingira ya hofu, huku mapigano yanapokaribia maeneo yenye makazi ya watu wengi. Katika tukio la Ijumaa, mwanamke mmoja pamoja na watoto wake wawili walipoteza maisha baada ya mlipuko huo, kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na mamlaka za kijeshi. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa na kuhitaji msaada wa matibabu. Taarifa zinadai kuhusu hali ya majeruhi, kiwango kamili cha uharibifu wa mali na kama kumekuwa na watu wengine walioathirika bado zinaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu, na hivyo utaweza kuzijuza wakati ujao. Kwa sasa haijaripotiwa kwa kina kuhusu hatua zitakazochukuliwa baada ya mapigano hayo, wala kama hali imetulia kabisa katika eneo la Bunje. Lakini hali ya usalama bado inaonekana kuwa tete kutokana na kuwepo kwa nafasi za pande zinazopigana karibu na maeneo ambayo raia wengi wanaishi. Matukio kama hayo yanaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa wananchi katika teritwari ya Kalehe, ambako mapigano kati ya makundi yenye silaha yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara. Raia ambao wanaishi katika maeneo yaliyo karibu na mstari wa mbele wa mapigano ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa machafuko haya, kwa kupoteza maisha, kujeruhiwa na wakati mwingine kulazimika kuacha makazi yao. Kwa
kwa tukio hilo la Bunje. Taarifa ya sasa inazungumza vifo vya watu watatu, mwanamke mmoja na watoto wake wawili, pamoja na majeruhi kadhaa kufuatia milipuko wa bomu uliotokea wakati wa mapigano. Mamlaka za kijeshi zimetoa maelezo hayo kuhusu upande wanaodai kuhusika na kurushwa kwa mabomu hayo, huku vyanzo vya eneo vikithibitisha kutokea kwa mlipuko wa vifo. Hivyo uchunguzi na taarifa zaidi zitahitajika ili kupata picha kamili ya mazingira yaliyozuka tukio hilo. Kwa sasa macho yanaendelea kuelekezwa katika eneo la Bunje na maeneo jirani ya Ziralo, huku wananchi wakitarajia kurejea kwa utulivu na usalama katika maeneo hiyo ya Kalehe. Hii ni hali nyingine ya kusikitisha inayowakumbusha wananchi wa Sud Kivu madhara makubwa ambayo mapigano yanaendelea kusababisha kwa raia wasiohusika moja kwa moja na vita hivyo. Hizo ni habari kutoka huko Kalehe ambako hali si shwari kutokana na mavita ambayo yanajitokeza kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya M23. Ndani ya mji wa Baraka, jamii ya raia yasitisha ulipaji wa baadhi ya kodi, yakitaka serikali ya Kivu Kusini kutimiza ahadi zake. Huko katika mji wa Baraka, jimbo la Kivu Kusini, hali ya sitofahamu kati ya jamii ya raia na serikali ya jimbo inaendelea baada ya mashirika ya kiraia, wafanyabiashara pamoja na vyama vya wasafirishaji kutangaza kusimamisha ulipaji wa baadhi ya kodi na ada za jimbo. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa tarehe 7 mwezi huu wa 8, mashirika ya jamii ya raia, shirikizo la biashara la Kongo FAC pamoja na vyama vya wasafirishaji wa jamii la Baraka wametangaza kusimamisha kwa muda ulipaji wa kodi zilizohusiana na maslahi ya jimbo pamoja na gharama za usimamizi wa magari. Uamuzi huo unatajwa na watia sahini kuwa ni hatua ya kulalamikia kile wanachokiita kuwa kutotekelezwa kwa ahadi zilizotolewa na serikali ya jimbo la Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, serikali ya jimbo ilikuwa imechukua ahadi mbalimbali zinazolenga kuboresha hali ya maisha na miundombinu katika eneo la Baraka. Miongoni mwa ahadi hizo kuna suala la ujenzi wa bwawa la Malekia, mradi ambao kwa mujibu wa wadau hao unatarajiwa kuwa na umuhimu katika maendeleo ya eneo hilo. Pia wanataja ahadi ya kufanya paving ya takriban kilomita 7 za barabara za mji Baraka pamoja na kuweka taa 1000 za barabarani ili kuboresha mwangaza na usalama katika maeneo ya mji huo. Lakini mashirika hayo yanasema kwamba hadi sasa hawajaona utekelezaji wa kutoa au wa kutosha wa ahadi hizo ambazo ziliweza kuwekwa na serikali ya mkoa huo. Kutokana na hali hiyo, yameamua kusimamisha ulipaji wa baadhi ya kodi na ada, wakisema hatua hiyo itaendelea mpaka serikali ya jimbo itoe ushahidi wa wazi kwamba ahadi zilitolewa zinaanza kutekelezwa. Mbali na suala ya miradi ya maendeleo, jamii ya raia ya Baraka pia inalalamika kutokuwepo kwa taarifa za kifedha kuhusu operesheni za awali za kukusanya kodi au za ukusanyaji wa kodi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wanataka kuwepo kwa bila ya fedha kuhusu operesheni ya ukusanyaji wa kodi iliyofanyika mwezi wa Disemba mwaka 2025. Wadau hao wanataka kujua namna fedha zinazokusanywa katika operesheni hiyo zilitumiwa na kama zimewekezwa katika miradi iliyokusudiwa. Suala lingine linaloibuliwa linahusu uwepo wa wanajeshi wa FARDC waliowekwa karibu na ofisa ya baadhi ya mashirika pamoja na vituo vya redio vya eneo hilo. Kwa mujibu wa mashirika hayo, wanajeshi hao walitumwa katika maeneo hayo kwa uamuzi wa ziara ya mambo ya ndani ya jimbo hilo.
Hatua hiyo imezua malalamiko kutoka kwa watendaji wa jamii wa raia ambao wanadai kwamba uwepo huo wa wanajeshi karibu na ofisi zao na rekodi za eneo unaweza kuathiri mazingira ya utendaji wa taasisi hizo. Wakati huo huo, wadau hao wamezungumzia vurugu zilizotokea wakati wa maandamano ya tarehe 31 Julai mwaka 2026. Wanataka mahakama kusikiliza kesi zinazohusiana na matukio hayo kupitia kile kinachoitwa audience foraine, yaani vikao maalumu vya mahakama yanayoweza kufanyika katika maeneo husika. Kwa mujibu wa taarifa hayo, wanataka haki itendeke kwa waathirika na wa vurugu hizo na wale wote wanaohusika kuchukuliwa hatua za kisheria. Jambo lingine linalotaja ni suala la mawasiliano. Mashirika hayo yanataka mitandao na mawasiliano yaweze kurejeshwa kikamili katika maeneo ambayo huduma hizo zimeweza kuathirika. Kwao, mawasiliano ni muhimu kwa maisha ya kila siku ya wananchi, biashara, usalama na upatikanaji wa taarifa. Kutokana na malalamiko hayo, jamii la FC na vyama vya wasafirishaji wameweka masharti ya kurejea kwenye ulipaji wa kodi au ada hizo. Wanasema watarudi katika mfumo wa kawaida wa ulipaji wa kodi pale watakapoona ushahidi wa wazi wa konkreti kwenye kwamba serikali ya jimbo imeanza kutekeleza ahadi zake. Kwa hiyo hatua yao ya kusimamisha ulipaji wa baadhi ya kodi inatajwa kuwa ni aina ya shinikizo kwa serikali ya jimbo hilo ili itimize ahadi zinazotolewa kwa wananchi. Hata hivyo, hadi wakati toleo hili lilikuwa likitayarishwa, serikali ya jimbo la Kivu Kusini ilikuwa bado haijatoa msimamo rasmi kuhusu uamuzi huo wa jamii ya raia, wafanyabiashara na wasafirishaji wa baraka. Hivyo bado haijajulikana ni hatua gani serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya jimbo hilo itaweza kuchukua kufuatia tangazo hilo ambalo liliweza kutolewa. Kwa upande wa wananchi wa Baraka, suala ya miundombinu, barabara na taa za barabarani pamoja na miradi ya maendeleo imekuwa ikitajwa kama sehemu muhimu ya mahitaji yao. Uwazi wa kusimamia ulipaji wa kodi unaweza pia kuwa hatari katika ukusanyaji wa mapato ya serikali ikiwa utadumu kwa muda mrefu. Hata hivyo, wadau waliotia saini taarifa hiyo wanaonekana kusisitiza kwamba wanataka kwanza kuona uwazi kuhusu matumizi ya fedha ya umma na utekelezaji wa miradi yaliyodaiwa au miradi yaliyoahidiwa. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwenye serikali ya jimbo la Kivu Kusini ili kuona kama itatoa majibu kuhusu madai hayo na kama kutakuwa na mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Kwa mtaasari, jamii ya raia, FSC na vyama vya wasafirishaji wa baraka vinatangaza kusimamisha ulipaji wa baadhi ya kodi na maslahi ya jimbo pamoja na ada za usimamizi wa magari. Wadai kwamba hatua hiyo inatokana na kutekelezwa kwa ahadi za serikali ya jimbo kuhusu bwawa la Malekia, paving ya kilomita 7 za barabara za mji na uwekaji wa taa 1000 ndani ya barabara yao ambayo wananchi wanatumia.